Maumivu ya mgongo limekuwa ni tatizo kubwa sana kwa wajawazito. Nilikuwa nasoma comment hapa, nimeona watu wengi wameuliza kuhusiana na changamoto ya maumivu ya mgongo, maumivu ya nyonga wakati wa ujauzito. Sasa nisikilize vizuri. Kwanza, nini kinachopelekea maumivu haya ya nyonga, aidha maumivu ya mgongo? Kwanza kabisa ni kwa sababu ya kuongezea kwa uzito wa mtoto, hapa tunasema kuanzia miezi 5 kwenda mbele. Lakini vile vile mkao mbaya. Kama mtu umekaa aidha umesimama kwa muda mrefu sana, hilo ni tatizo. Inaweza kapelekea maana yake flow ya damu ikawa ni ndogo, aidha ukapelekea uzito mkubwa kwenye miguu yako. Vile vile mabadiliko ya hormone, hasa hormone za relaxing, ambapo hii mtu anakuwa anajiandaa kwa ajili ya kujifungua. Hiyo inaweza kapelekea huyo mtu kupata changamoto ya maumivu. Na wakati mwingine inaweza kuwa upungufu wa virutubisho, hasa calcium, ambazo zinasaidia kwenye mifupa. Sasa inavyopungua inapelekea wewe mzito kuanza kupata maumivu. Suluhisho lake ni lipi? Hebu nisikilize vizuri. Kwanza kabisa, epuka kusimama aidha kukaa kwa muda mrefu. Lalia upande sahihi, hasa lalia upande wa kushoto wakati wa kulala. Namba 4, tumia hot compress. Hot compress, tumia kitambaa chenye maji ya moto, aidha chupa yenye maji ya moto, jikande kwenye nyonga ambapo nahisi maumivu. Aidha ukipata mtu ambaye anaweza kukufanyia massage nzuri, basi fanya hivyo. Namba 4, fanya mazoezi. Kuna mazoezi ya Kegel, kuna pelvic tilt, lakini kuna mazoezi ya kutembea angalau kwa dakika 15. Hayo mazoezi yataenda kusaidia wewe kumaliza changamoto hiyo. Lakini vile vile tumia virutubisho vya calcium. Hapa tumia dagaa, tumia maziwa, tumia mboga za majani kama broccoli. Hiyo itaenda kusaidia kuponya maumivu. Lakini vile vile ukiona hali inaendelea imekuwa ni kubwa, basi muone daktari zaidi. Lakini swala lingine la msingi sana, hizi zote ninazofundisha zipo kwenye channel yetu ya YouTube. Unaweza ukafika kwenye channel yetu ya YouTube ambayo ina jina sawa sana ile la TikTok, Afya Kwanza 332, kama ilivyoandikwa hapa TikTok. Huku utajifunza vitu, nenda huko ujifunze. Huko utaenda kuona mambo mengi ambayo yatakusaidia. Asante sana.